Lakini imezungumzwa barabara hii barabara wakati wa mvua ilikuwa nauli inapanda kutoka 500 mpaka shilingi 1000. Kwenye bajeti hii 17-18 ilitengwa kwa kiwango cha lami kilomita 3.2 na ilishaanza kujengwa. Na jana Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu alikuwa mgeni rasmi aliahidi kwamba mkandarasi yupo site, anapaswa alipwe pesa amalizie kiwango cha lami kilichoanzwa. Lakini kwenye mwaka huu wa fedha serikali ya CCM imeahidi kuleta fedha, itaijenga tena kilomita 5 zingine kwa kiwango cha lami. CCM moja. Watu wa Msongora wapo, watu wa Kitunda wapo, watu wa Kivule wapo. Leo gari unaweza kaanzia Banana mpaka Msongora kwa sababu kuanzia frame 10 tumeweka kifusi, tumeweka makaravati, barabara inapitika. CCM moja. Nimeenda kumwona waziri mkuu, nikamwambia Mheshimiwa mwalimu mwenzangu, jimbo la Ukonga bado ni mjini, tena wenzangu wa Chadema walikuwa wananicheka. Mwingine nimeona jana alikuwa frame 10 ile pasi kwa honga. Alikuwa anasema mbunge mmoja amekimbia, ameuza jimbo. Siku najenga hoja. Ninaomba mnipe nafasi nitoe hoja ya umeme. Tena watu wa Ukonga wapate umeme wa bei nafuu, Toyabani kwa shilingi 27. Wakaanza kusema wewe mbunge gani bwana? Mbunge wa mjini unaomba umeme wa Lea. Sisi wa vijijini tufanye kitu gani? Wakawa wananitukana, wananikashifu. Lakini niliwapuuza nikanyamaza. Nikamfuata waziri Dr. Karamani. Wamekuja hapa, amemtuma naibu waziri Mheshimiwa Subira Mgalo. Amekuja Ukonga, amefanya mkutano Bomba Mbili, ameenda Mbondole, ameenda Chanika, ameenda Zingiziwa, amekubali na wizara amekubali kuleta umeme Ukonga wa bei nafuu wa shilingi 27. CCM moja. Kwa mwaka wa fedha 18-19 na maeneo mengine wameshaanza kudondosha nguzo. Kwa hiyo ningewasikiza wabunge wa Chadema, ina maana umeme usingekuja na waziri singenisikiza kwa sababu wanapanga nimzomee nipinge bajeti ya serikali. Nikawakatalia. Kwa wao Chadema wakaniona mimi mbaya. Kimejua hapa leo. Na waziri ameshaahidi. Bomba Mbili kuna kisima cha maji. Kule kuna shule ya msingi. Hakuna umeme na wanatumia generator, wanachangisha fedha wanafunzi na wazazi, wadau mbalimbali kupata maji. Serikali imeshakubali. Hii ya CCM ambayo inatukanwa na Pondo, wamekubali kuleta umeme Bomba Mbili. Sasa watapata maji safi na salama na kisima kitafanya kazi. Serikali ya CCM imekubali kupeleka umeme kwa shilingi 27 mtaa wa Mbondole wote. Ile shule sekondari ipate umeme. Serikali hii ya CCM imekubali kupeleka umeme kule Kitonga. Inapeleka umeme Kidole. Inapeleka umeme pale Mvuti Ruhanga ili umeme patikane. Serikali hii imekubali kupeleka umeme Chanika, kule Rubakaya, Nzasa, Lukooni, Kimwani ili umeme patikane. Serikali hii imekubali kuleta umeme Chanika, Yongwe na Virobo pamoja na Tungini. Serikali ya CCM imekubali kuleta umeme mtaa wa Banguro kata ya Pugu Station. Inaleta umeme Viwege kata ya Majohe. Inapeleka umeme Bomba Mbili kama nilivyosema. CCM moja. Hayo ndio mambo kwa mtazamo wangu. Ndio mambo ya msingi kuliko kumsikiza Mbowe anizuie na ifanye. Hata wakisomea, wakiita msaliti. Mimi serikali ikileta umeme hapo Ukonga ndio nafuu yangu kama mbunge wa jimbo hili. CCM moja. Kwa sababu najua uchaguzi mwingine ukifuata kama atapata fursa, siwezi kuja kuambia eti nilikuwa namsikiza sana Mbowe na mambo yake. Mtaniuliza umeleta umeme, umejenga shule, umejenga barabara. Hayo ndio maswali ya msingi. Lakini vile vile ndugu zangu, swala la afya. Nilipeleka swali bungeni kutaka kuipanua zahanati ya Kitunda. Serikali ikapiga gharama, ikaonekana gharama ni kubwa kuhamisha wananchi pale ili kuwa na kituo cha afya. Lakini serikali imeridhia, imeleta fedha milioni 100. Tumeanza mchakato, tende imetangazwa, tunajenga zahanati katika kata ya Mzinga pale Magole. Kwa watu wa Magole hawatapata shida. Lakini serikali hii imejenga zahanati Mbondole, imeshapauliwa. Serikali imejenga zahanati kule Ruhanga, mtaa Msangara, inakamilika. Serikali hii juzi wamesema bungeni kina Esther Matiko, wanasema serikali imebagua, hospitali za wilaya zimeenda kwenye majimbo ya Chama cha Mapinduzi. Nilikatalia. Nimesoma kitabu cha Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, miongoni mwa wilaya tena za upinzani ambazo zimepata shilingi bilioni 1.5 kujenga hospitali za wilaya ni pamoja na jimbo la Ukonga. Hospitali inajengwa katika mtaa wa Kivule karibu na Chakenge. Serikali imeleta bilioni 1.5, manispaa imetenga shilingi bilioni 2 ninapozungumza kwenye akaunti ya mradi ule
kuna shilingi milioni 750 zimeshaingia na mkandarasi anaanza kazi. Tuwe na hospitali ya wilaya jimbo la Ukonga. Kwa hata akina Zungu wakitaka huduma ya wilaya watakuja hapa Ukonga kivule. CCM oyee! Lakini serikali imejenga hospitali ya mama na mtoto hapa ya shilingi bilioni 8.3 inajipo Chanika. Hospitali ambayo ukipewa pale huduma hauwezi kwenda Mwananyamala, hauwezi kwenda Temeke, hauwezi kwenda Amana, labda uende Muhimbili au nje nchi. Serikali tunapozungumza katika miradi ya mkopo kutoka Benki ya Dunia, kata ya Ukonga, kata ya Gongo la Mboto, jumla kilomita 41 zinajengwa. Wananua magari mawili ya kuzoa taka ngumu na kuzichakata. Wataweka taa zaidi ya 100 ya Gongo la Mboto na Ukonga, lakini vile vile wanajenga na vituo vya kupumzika katika eneo lile, wataweka taa. Mradi ukikamilika, maana yake Ukonga na Gongo la Mboto itakuwa mjini kweli kweli. Kama unataka kuoa utaenda kupiga picha pale mbele. CCM oyee! Serikali hii imeridhia kujenga daraja kubwa la Magole kati ya Mto Mzinga, Magole na Kitunda kwa shilingi bilioni 1.8. Serikali imeridhia kujenga daraja la Mongora Ndege kwa shilingi bilioni 1.8. Serikali imeridhia kujenga madaraja Ulongoni A na Ulongoni B. Serikali imeridhia kujenga madaraja Nyeburu na Chanika maarufu kama Magenge kwa shilingi bilioni 1.2. Serikali hii imeridhia kujenga daraja linaloweka kwa Kichonge pale, na tenda imetangazwa tarehe 7 mwezi wa 8, zimetengwa shilingi milioni 170. CCM oyee! Serikali imekubali kupasua jimbo hili kutoka Pugu sekondari kwenda Mbondole kwa Ngozoma, inaenda mpaka pale Mboma ili njia hiyo iweze kupitika. Sasa mimi katika mambo hayo yote nijifanye mimi sisikii, nimeziba masikio, maana yake sina macho, nimevaa miwani ambao alafu niweke viti vangu pembeni, mimi nijifanye kama nimepata 0 from 6. Nimekataa mambo hayo. CCM oyee!